Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, naungana naye hapa Kefa Chengula, shabiki lialia wa Young Africans na mwanachama wa klabu ya Young Africans. Kwenda kuangazia mchezo ambao umetamatika, Simba dhidi ya Dodoma Jiji. Simba wakichukua alama zote 3 mbele ya Dodoma Jiji, timu ambayo Young Africans walishindwa kuifunga, wakaambulia kipigo kule mkoani Singida goli 3-2. Bwana Kefa Chengula, mambo vipi? Bwana salama, habari ya uzima? Njema bwana, mambo yanaenda? Asante, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Leo ni siku nyingine ya Jumapili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Simba wamerejea kileleni. Si story. Simba kumfunga Dodoma Jiji si story, na mimi nashukuru wamepanda kileleni, na ukiangalia saa hizi imekuwa ni kupanda na kushuka. Leo Yanga yuko kileleni, kesho kutwa utakuta Simba yuko kileleni. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna anavyocheza, hata jinsi alivyocheza leo dhidi ya Dodoma Jiji, wanaonyesha kabisa ni timu ambayo imeshajipambanua, inahitaji ubingwa. Kwa hiyo sisi wenyewe Yanga ni kama alamu inapiga kichwani, kwa sababu tunavyoona ndugu yetu leo amepanda kileleni, na yani imeshakuwa kama ni mvutano. Kwa hiyo sisi binafsi inatuuma, kwa sababu timu ambayo tulikuwa tumeiacha pointi kadhaa leo imefika mpaka level za kutaka tunapishana kileleni, japokuwa wao wanakaa kama status za WhatsApp masaa 24, lakini wapo kileleni. Kwa sababu lolote linaweza likatokea. Yawezekana sisi kesho Jumatatu tukakutana dhidi ya Namungo tukafungwa, na end of the day wao wakakaa kileleni mpaka mwishoni mwa ligi, kwa sababu sofa ninavyozungumza baada ya leo kucheza, wameshacheza na Dodoma Jiji. Nafikiri watakuwa wamebakiwa na mechi kama 4 au 3 hivi, kama 4 au 5, kitu kama hicho. Lakini kwetu sisi bado tuna mlima, kwa sababu timu zote zilizobakia unaona kabisa ni timu ambazo zimejipambanua, ni timu nzuri, na sisi kesho tunaomba Mwenyezi Mungu tushinde kama ndugu zetu walivyoshinda leo. Japokuwa tuliombea kwamba wafungwe, lakini wameshinda. Kwa hiyo mimi binafsi ni maombi yetu kwamba na sisi kesho tuweze kushinda ili turudi kileleni. Ndio maombi yetu sisi kama Yanga. Lakini nipende kuchukua nafasi hii kuwasifia Simba, wako vizuri, wanachezaji wazuri, wanashinda na wanashinda kwa ushawishi. Unaona kabisa ile current performance yao imerejea, na baadhi ya wanachama wa klabu ya Simba hata ukiwauliza wanasema kweli, yes, hii ni Simba ambayo walikuwa wanaitarajia. Hawalalamiki, hakuna naye mlamu Mangungu, wote wanapiga vigeregere izifu kwamba Mangungu sio mtu ambaye alikuwa anafanyaje. Kwa hiyo kwa sasa mimi nafikiri period yao inatakiwa wamkumbuke sana Mangungu, lakini kwa sababu ndio aliyerekebisha. Kwa sababu timu inapofanya vizuri ni lazima sifiwe, na inapofanya vibaya lazima awe kitimoto yeye, kwa sababu ni ndio mwenyekiti wao. Lakini mimi binafsi ni washukuru, ni wapongeze, wametengeneza timu. Ndivyo hivyo sisi mashabiki wa klabu ya Yanga tulivyokuwa tunahitaji. Unahitaji timu yenye ushindani. Na ukizungumza timu yenye ushindani kwa sasa, Simba ni kweli ni timu yenye ushindani, inashindana, inacheza vizuri, ina ushawishi, inakulazimisha matokeo. Zanzibar wametulazimisha matokeo, Meja Isamuyo wametulazimisha matokeo. Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambayo imeshajipata, iko vizuri, inashambulia, inapata matokeo. Na ukiangalia sasa hizi kwenye current performance, Clatous Chota Chama amechukua tuzo 5 mfululizo, inaonyesha kabisa ni timu ambayo imeshajipata. Yeah. Simba unaionaje bwana kwenye hizi mbio za ligi? Mbio za ubingwa unaionaje Simba? Unajua ni kama ni bahati mbaya, wanasema biashara asubuhi jioni mahesabu. Ndio kicho wakuta Simba. Wamekuja kufanya biashara jioni, badala ya kufanya mahesabu jioni wamekuja kufanya biashara jioni. Ukiangalia maingizo yao walioingiza haya Januari yamewalipa sana, lakini is too late, wamechelewa. Na ndio maana sasa ukiangalia haya maingizo walioingiza Januari yote yamewalipa, na yote yanafanya vizuri. Hakuna mchezaji hata mmoja ambaye ameingia Januari kwenye dirisha dogo kwa maana ya usajili ambaye hafanyi vizuri. Wote wanafanya vizuri. Nini maana yake? Ni maana yake ni kwamba walifanya makosa kwenye raundi ya kwanza, wakafanya mistake, wakafungwa, wakapata sare nyingi. Wamekuja Januari wamerekebisha, lakini too late, na ndio maana leo imewaiwa vigumu kumshusha Yanga pale juu, kwa sababu tayari Yanga ameshakuwa amesha dominate. Hata kama ameshashuka yuko nafasi ya pili, lakini tayari Yanga anamtaji kwamba kesho akicheza anarudi tena kileleni. Umenielewa? Ndio hiyo, ndio nini, ndio inayo hapa ugumu. Lakini yale maingizo aliyoingiza Januari angekuwa ni kuanzia mwezi wa 8 mwaka jana, leo tulikuwa tunazungumza mambo mengine. Akina Libase Gay yangekuwa yale maingizo ameshayaingiza Januari, tungekuwa tunazungumza habari zingine. Kwa sababu mimi nataka nikwambie kitu kimoja, ni mwanachama klabu ya Yanga, naipenda sana Yanga, lakini ukiangalia maingizo yetu sisi ambayo tumeshayaleta leo, ukimzungumzia Buba Jamee, jana nimemwona yule jamaa wa Simba anaitwa Miraji, alikuwa anazungumza kwenye moja ya hafla moja hivi, alikuwa amealikwa na msemaji wa klabu ya Yanga. Kuna stage alifika akaanza kuzungumzia
akasema katika shabiki, katika wachezaji ambao wanawapenda wa klabu ya Yanga basi ni Jamee, anaitwa nani huyu? Jamee anaitwa nani? Mimi nishamsahau mpaka kumsahau kwa sababu ni mchezaji ambaye kichwani mwangu kwanza hajakaa, mimi mwenyewe vile vile simpendi. Umeona, anaitwa Jamee huyu mchezaji wa Yanga ambaye tumemtoa huko Angola. Anasema ndio shabiki yake. Sasa yule msemaji wa klabu ya Yanga akauliza, akasema huyo mchezaji wewe unampenda kuliko sisi wanachama, kuliko sisi tuliomleta. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ni mchezaji ambaye kwanza kwa sasa imekuwa ni nini? Imekuwa ni kihoja. Umeona, ukiona mchezaji wa klabu ya Yanga anapendwa na wachezaji na mashabiki wa klabu ya Simba, ujue kabisa huyo mchezaji ashakuwa ni butu. Si mchezaji tena ambaye ana makali. Kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao kwake yeye Miraji ilitakiwa awe ndio mfano. Kuna Pacome Zouzoua, kuna Alan Okero, lakini kwake yeye haukuwa mfano tosha. Umeona, ndio maana akamtaja Buba Jamee. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba hao wachezaji ambao tumewaleta bana Mnyasa ni wachezaji ambao hata sisi wenyewe mashabiki wa klabu ya Yanga tunawataja, lakini tunataja kinyonge. Huku roho zinatuuma. Kwa sababu gani? Si watu wa kwenda kuipambania klabu yetu. Umeona, mtu kama yule ambaye ametoka kwa ndugu yake na Diala, Kouma, mpaka sasa hivi ukiangalia performance yake, sijui yule mchezaji kama, yani sijui ana majeraha, sijui ni mzima, hatujui, taarifa zake hatuna. Kwa hiyo maingizo mengi ya Yanga ya msimu uliopita na msimu huu yaliyolipa ni machache sana. Hata huyu ukimwangalia Depu ni 50 kwa 50. Kama Alan Okelo ndo amekliki anafanya vizuri, japokuwa sio hivyo. Yani huwezi kumpa 100 kwa 100. Wewe unaumia kuliko, yani unaumia kwa maana ya Simba wamefanya maingizo mazuri. No doubt. Yani bwana Mnyasa, mimi napendaga kila siku kuzungumza ukweli, na ndio vitu ambavyo huwa vinanihukumu, kwa sababu ukweli utabaki kuwa ukweli. Hata kama ukizungumzia mdomoni tofauti, lakini moyoni mwako una clear kwamba hiki ninachokizungumza si sahihi. Usajili wa Simba usajili wa Simba ni usajili bora, yani katika vilabu hapa Tanzania ambavyo vimefanya usajili bora, huwezi kuiacha klabu ya Simba. Pamoja na kusema ndio maana wanaongoza ligi kwa sasa. Japokuwa sisi kesho tutacheza, lakini usajili wao umelipa. Ni usajili mzuri, wamefanya vizuri. Ukimwangalia Oura, ukimwangalia Ribezi Gay, ukimwangalia Neo Maema, japokuwa Neo Maema alianza mwanzo, Chama Kratos Mwamba Rusaka, ukimwangalia nani ule Selemani Mwalimu, yule mkongomani nani aliyokuja huyu Elie Mpanzu. Sio Elie Mpanzu, huyu ambaye anaweka nywele nyuma anaitwa aliyesajiliwa na Jeruti, anaitwa Ino Leomba. Very good. Yani Ino Leomba kinachombana ni kwamba nafasi anayocheza yeye anacheza Chama. Kwa hiyo ukimwangalia Chama na yeye ilionekana Chama kidogo na uzoefu wa ligi, lakini ukiangalia mchezaji si mbaya wala huwezi kumbeza. Kwa hiyo Simba ukiangalia jinsi walivyosajili, wamesajili vizuri, na mimi nataka nichukue nafasi hii, na nafikiri sio kuchukua nafasi hii, viongozi wangu wa klabu ya Yanga nafikiri wameshaona dirisha kubwa, wasifanye makosa. Kikweli leo kumtaja Buba unamtaja, lakini huku umejificha, tunamtajia chooni. Sasa inafika hatua sisi tunakuwa wanyonge, hayo maisha sisi hatujazoea. Leo rasini kwa umma tunamtajia uani, tunajificha. Kama kumpamba tunampamba, lakini moyoni mwetu mioyo inatuuma. Unamsifia vipi? Kama Okero unamsifia vizuri, very good, usajili mzuri, lakini hawa wengine vipi? Na sio kaida ya rais wetu Engineer Hersi. Rais wetu Engineer Hersi huwa anatuletea wachezaji wazuri, lakini hawa wachezaji wengine amewatoa wapi? Hata huyu Damalo tunamsifia ni kwa sababu ni mchezaji wetu, yupo kwenye klabu yetu, lakini tunamtaja huku roho zinatuuma. Sio namba 6 pase ya kusema unaweza kutoka mbele za watu ukaanza kujitapa. Na nakumbuka msimu ule tuliona afisa habari pamoja na wanachama wengine wa Africans wakishika mkataba wakisema mmemnasa Yusuf Kagoma. Unakumbuka? Ndio. Kagoma vipi sasa? Mbona hakucheza kwenye timu yenu? Kagoma Kagoma tulikuwa tunamhitaji. Ni mchezaji mzuri, lakini naye Kagoma, mimi niseme tu ukweli bana Mnyasa. Kagoma ni mchezaji mzuri kwa hapa ndani, lakini bado Kagoma sio level za Simba na Yanga. Mimi ninachotaka kukuhakikishia, mimi nasema ukweli wa Mungu, na Mungu ni shahidi. Hata wewe mwenyewe ni shahidi. Hata Simba, hata mashabiki wa Simba. Ukisema bana vipi Kagoma ni mchezaji anatosha kabisa 100%. Mnamtaka bwana. Tunamtaka, si ndio? Kama hawa kina Ndambwile tumewaleta pale, wamekaa tu wanawashikia jezi, wakina Mdathiri na wakina Duka ya Buya. Ni wachezaji, lakini sio wachezaji wa kusema yani sio wachezaji hivi bana. Tunamtaji mtu kama Halid Aucho.
ambaye Khalid Aucho ukimwangalia si mashabiki wa Simba, si mashabiki wa Yanga, wote wanamtaka Khalid Aucho. Na ndio maana Ahmed Ally kabla hajawa mtangazaji kabla hajawa msemaji wa klabu ya Simba alisema wazi kwamba bwana, mchezaji ambaye yeye anamuhusudu na anampenda ni Khalid Aucho. Na mpaka Khalid Aucho anatoka pale Yanga na sijui kidini kilimtoa mpaka anatoa Yanga. Sisi mashabiki wa Yanga kiukweli tulituma sana na ndio level ambazo tunazitaka. Sasa Damaro, mimi Damaro leo namsifia, lakini namsifia huko leo inaniuma. Namsema kwa mazuri, lakini namsema huko leo inaniuma. Kwamba nasema tu namsifia mdomoni, lakini moyoni naona kabisa hapa nawadanganya watu. Umeona? Leo Buba naanza kusema Buba bana ni winga mzuri, winga machachari kama Di Maria, namsema tu mdomoni, lakini rohoni nasema bana, hapa mwakani mzee wangu Engineer Hersi fanya marekebisho. Kwa hiyo tunataka wachezaji wenye hadhi. Ndio kwenye usajili unaweza kusajili huyu ukapata huyu kwa kosa, lakini kwa safari hii ukiangalia klabu yetu bana Mnyasa, wachezaji wote wanaofanya vizuri ni wale wachezaji tuliosajili miaka 2-3 iliyopita. Mwangalie mchezaji kama Max Nzengeri, mwangalie mchezaji kama Pakome, mwangalie mchezaji kama Diala, mwangalie mchezaji kama leo tumemleta Mwasalanga. Mwasalanga tunasema ndio tumemleta anatusaidia, lakini bado sio mchezaji wa hadhi ya kucheza, sio golikipa wa hadhi ya kucheza kwenye ligi yetu, kwenye klabu yetu. Umenielewa? Hata huyu Okero. Mimi nataka kusema bwana Mnyasa, huyu Okero ni kwamba basi kwa sababu ameshajipata tunamsifu, tumeshampa kiki, lakini bado naye power yake. Tunahitaji wachezaji ambao tukienda kwenye Champions League wanaenda kutupa impact kwenye jambo fulani. Umeona? Leo tukisema tuende na Okero, of course anatusaidia kwa hapa ndani, lakini kimataifa yule bado sio mchezaji wa kwenda kupambania kimataifa. Kama kweli tunataka kuingia quarter final, tukalete watu wa kupambania kweli, wa kutupambania kutupeleka kwenye hiyo hatua, lakini hao waliopo hawatoshi, na kama wanatosha wameshachoka. Umeelewa? Mchezaji kama Max Nzengeri ametumika kwa kipindi kirefu, anahitajika kuleta mchezaji ambaye anakuja kumpambania. Mchezaji kama Pakome amepambana kwa muda mrefu, enough is enough, inatosha. Mchezaji kama Diara amepambana kwa kipindi kirefu, Kwa hiyo ifike hatua tulete wachezaji wengine, japokuwa tutafanya reshuffle, lakini tulete wachezaji hata 4 ambao watakuja kufanyaje? Watakuja kupokezana. Lakini hawa tulionao, tuangalie safari hii tunaenda kuchukua ligi kuu ndani ya bara, no doubt, lakini tunachukua ubingwa, lakini tunasema maji ya shingo kwa mbinde. Tunasema jini limetoka lakini mganga hoi. Nakwambia Mnyasa, jini limetoka lakini mganga hoi. Huo ndio ukweli. Yaani ubingwa tunauchukua, lakini sisi wenyewe tukienda tukikaa pembezoni, sisi kwa sisi tunasema banae, safari hii bwana ubingwa tumechukua, lakini jamani, hii safari hii tukienda hivi na mwakani 26-27 basi tujue kabisa Simba Sport Club anachukua ubingwa mwezi wa pili. Yaani tujue lazima na kikao lazima kifanyike. Sasa hizi tunashindwa kufanya kikao ni kwa sababu tunaelekea kwenye nini? Kwenye kupambania ubingwa. Tukianza vikao sasa hizi kabla ya kwenda kupambania ubingwa tutapoteana. Na ndio maana tumekaa kimya. Usituone tumekaa hivi Mnyasa, tuna mengi moyoni. Mengine tumeyashikilia hapa, anatamani kufiatuka, lakini tunasema ngoja tusubiri muda mwafaka wa kunyosheana vidole. Ukifika tutanyonyeshana vidole kwa wachezaji, tutanyonyeshana vidole kwa viongozi, tutanyonyeshana vidole kwa sisi wanachama, kwamba bwana kwenye eneo hili la kamati ya ufundi dhidi ya Simba, wewe mwanachama fulani ulitereza, Simba wakapata sare za pale Zanzibar na tukafungwa pale Zanzibar, wewe mwanachama hufai kwenye masuala ya kamati ya ufundi. Pale Meja ya Samuyo zile goli 2, wewe mwanachama fulani ulitereza, Simba wakapata zile goli 2. Kwa hiyo kwenye mechi la ufundi au kwenye kamati ya ufundi, wewe mwanachama fulani, kama ni Kizinga, kama ni Meja, kama ni Godi Yanga, kwenye kamati ya ufundi wewe hutakiwi. Tutanyoshana vidole. Lakini kwenye masuala haya mengine tusifichane. Ubingwa huu tunaenda kuuchukua, lakini ni maji ya shingo baba. Kwa mimi kama Kefa Chengula tunasema leo Simba naongoza ligi, tufanye vizuri kesho, tuiombee klabu yetu ya Yanga kesho tufanyeje na sisi tuongoze ligi. Inatuuma sana. Yaani tukipoteza ubingwa baba, mimi nishakuahidi pale atabaki majengo, hata baki mtu pale. Mimi nakuhakikishia tukipoteza ubingwa huu kwa uzembe wa wachezaji, kwa uzembe wa viongozi, pale litabaki jengo, hata baki mtu pale. Haki ya Mungu nakuapia. Kama tulivyofanya mwaka 81, lilibaki jengo, viongozi pamoja na wachezaji wote tulipukuta. Umenielewa? Kwa hiyo mimi kama Kefa Chengula nipende kuchukua nafasi hii kuwaombea viongozi wangu pamoja na wachezaji, kesho tushinde ili tuongoze ligi. Maana leo wenzetu wameshinda.